wakati alimpiga wawili kwa ajili ya huyo Goria. Akisikia yote haya, Kabin yuko tayari kumwangusha, lakini kutoka mahali pasipo na mtu, Goria anajitokeza na kumpiga hadi chini. Goria anasema amesikia mazungumzo yote na anatangaza wakati kama mpenzi wake. Tesla hana haki ya kuzungumza juu ya wakati kama hivi. Anakimbia kutoka eneo hilo, akiacha Ren nyuma. Kufuatia hili, Ren anampigia simu wakati wa kukutana naye kwenye uwanja wa zamani. F4 zote nne wanakusanyika huko, na kabla Ren hawezi kusema chochote, wakati anasema Ren anaweza kumiliki Goria. Wakati anafanya kama Goria ni msichana wa kawaida kwake, na hataki kupigana juu ya msichana na rafiki yake wa utotoni. Kufuatia hili, Ren anaanza kuzungumza vibaya juu ya Goria, ambayo inasababisha wakati kuanza kutupa ngumi kwenye uso wa Ren. Lakini Ren haachi kuzungumza mabaya juu ya Goria. Kwa kweli, alikuwa anafanya yote haya kutoa hisia za kweli za wakati kwa Goria. MJ anajaribu kuwazuia kupigana, lakini badala yake anapata ngumi kutoka kwa wakati pia, ikisababisha wote wanne wapigane kwa nguvu zao zote. Wakati wote wamechoka sana kutokana na kupigana, Ren anafunua jinsi tarehe yake na Goria ilivyoenda. Anamwambia wakati kuwa Goria alikuwa akimzungumzia tu wakati wote, na alikuwa akitabasamu kila wakati alipochukua jina lake. Pia anamwambia wakati jinsi alivyokubali wakati kama mpenzi wake kwenye kituo na kumpiga Tesla tumboni mwake. Wakati anampiga kelele Ren na kumuuliza kwa nini anafanya haya yote. Ren anamwambia wakati anataka kumfanya wakati aelewe jinsi anavyohisi kweli kuhusu Goria. Wakati anapaswa kumaliza migogoro yote naye. Goria anafika uwanja wa zamani na kuwaona wote wanne katika hali hii. Anawapiga kwa kupigana kila mmoja. Baadaye, Goria na wakati wameachwa peke yao kumaliza tofauti zote kati yao. Goria anashughulikia majeraha ya wakati na kumwomba msamaha kwa kutomwamini. Wakati pia anakiri kuwa hakuwa mtu mzuri hapo awali na kwamba Goria amembadilisha. Anamkumbatia, akisema atayamaliza yote haya ya kadi nyekundu ya kunyanyasa shuleni. Baada ya hii, Goria kwa furaha anafika nyumbani kwake asubuhi, lakini mara tu anapoingia nyumbani kwake, anaona bibi ameketi kwenye eneo la kuishi. Yeye si mwingine bali mama wa wakati, Roslyn. Goria anashangaa kumwona Roslyn katika nyumba yake. Goria anamsalimia na kumuuliza mara moja kwa nini amekuja hapa. Roslyn anamdhalilisha Goria kwa kusema jinsi nyumba yake ilivyo ndogo na jinsi inavyonuka. Roslyn anauliza jinsi wanavyoishi katika hali kama hiyo. Roslyn anamuuliza Goria pesa ngapi atahitaji kuondoka maishani mwa wakati, akisema hawafanani. Roslyn anampa Goria kiasi kikubwa cha pesa, lakini hii inafanya Goria akasirike. Goria anajibu kuwa hakuwahi kumfuata wakati na ilikuwa wakati aliyemtaka. Roslyn anaendelea kuongeza pesa, lakini inafanya Goria kukasirika zaidi. Anasema uhusiano sio kitu ambacho kinaweza kununuliwa kwa pesa na kwamba Roslyn hawezi kumnunua. Roslyn anamshauri Goria kuwa hii yote ni kiburi chake na kiburi hakijazi tumbo, kwa hiyo anapaswa kuchukua pesa. Wote wawili wako katika mazungumzo ya uchungu yasiyo na mwisho hadi mama wa Goria anapoteza utulivu wake. Anasimama na kukabili Roslyn. Anasema anajivunia utu wa binti yake, ambayo hakuna anayeweza kununua. Mama yake pia anauliza jinsi Roslyn anavyoweza kutupa pesa kama vile atamnunua binti yake. Anasema zaidi kuwa kila mtu anapaswa kutibiwa sawa. Akisikia hili, Roslyn anakejeli kwamba yeye na Goria hawawezi kuwa sawa. Mara tu anaposikia hili, mama wa Goria anamwaga mchuzi wa samaki kwenye uso wa Roslyn na kumuuliza Roslyn kutoka nyumbani kwake. Katibu wa Roslyn anaonekana akimpa leso yake, lakini anakataa. Anasimama na kumwambia Goria alikuwa hapa tu kumsaidia. Akionyesha mifuko iliyofungwa, anasema alidhani walihitaji msaada. Roslyn anapoondoka, mama wa Goria anaanza kufadhaika kwa furaha, akifikiria jinsi alivyoweza kuwa jasiri kufanya haya yote kwa Roslyn. Lakini wanafamilia wake wote wanainua maadili yake, wakisema amefanya kazi nzuri. Baadaye, baba wa Goria anapata umakini wa Goria na kufunua kuwa amefukuzwa kazi. Wanafamilia wake wote lazima wahamie kijijini kwao isipokuwa Goria. Wanafikiria kufuata kilimo kupata riziki huko. Kwa kweli, Roslyn yuko nyuma ya haya yote. Alisababisha baba wa Goria afukuzwe kazi ili kuunda hitaji la pesa na kisha kujaribu kuwapa pesa ili kutimiza mahitaji yake. Mara tu wakati anapofahamu hili, anakabili mama yake, akiuliza kwa nini anafanya haya yote kwa Goria. Pia alihitimisha kwamba mama yake alikuwa nyuma ya kuachishwa kazi kwa baba wa Goria na kwamba hakuwa anafanya haki. Baadaye, Goria njiani kurudi nyumbani, anashuku mtu fulani anamfuata, kwa hivyo anajaribu kumpiga, lakini ni wakati. Kwa kweli, wakati umehamia kwenye ujirani wa Goria. Alisikia habari za ujambazi wa hivi karibuni katika eneo hilo na anataka kuhakikisha Goria yuko salama. Lakini badala ya kufanya maisha ya Goria kuwa rahisi, wakati unafanya iwe ngumu kwake. Kwa kuwa hajui kazi za nyumbani, anaendelea kumpigia simu Goria kila wakati anapokutana na fujo. Iwe ni swala la mifereji, kufua nguo, au kuchoma nguo kwa pasi, kila wakati anampigia kwa haya yote. Na inamfanya Goria kuwa na wasiwasi. MJ, Kaven na Ren wamekusanyika kwenye nyumba mpya ya wakati.
Wanataka kuona jinsi mtindo mpya wa maisha wa wakati unavyohisi. Wanafurahia tambi mbele ya televisheni. Baadaye, Goria anapokea mwaliko wa sherehe ya kuzaliwa ya wakati. Anafika kwenye eneo akiwa mrembo kweli katika mavazi yake. Ingawa mtu wa kwanza anayekutana naye si mwingine bali Roslyn, wote wanabadilishana maneno hapo pia. Lakini hivi karibuni Goria anapata tatu. Wanamtia moyo na Kevin anambeba ili Time aweze kumtambua mara tu Time anapomtambua. Anakuja kumkaribisha katika sherehe yake ya kuzaliwa. Wakati anamsifu kwa kuonekana mrembo sana, lakini ghafla Roslyn anashika umakini wao kwani anakwenda kutangaza kitu kwenye jukwaa. Kila mtu anaangalia jukwaa na kutoka mahali pasipo na mtu msichana anakuja akikimbia na kuanguka juu ya Goria. Yeye sio mwingine bali Lita. Lita ni binti wa mfanyabiashara tajiri na Roslyn anatangaza kuwa ataolewa na mwanawe wakati. Mara tu wakati anaposikia hili, anakimbilia kwa mama yake. Akipiga kelele jinsi anavyoweza kumfanyia. Anawaamuru walinzi wake kupata wakati, lakini MJ anamtupia funguo zake za gari na wakati anakimbia kuelekea Goraya kumshika mkono. Lakini badala ya kushika mkono wake, makosa anashika mkono wa Lita na anaondoka naye. Ni kwenye gari ndipo anatambua amemchukua Lita pamoja naye, sio Goria. Goria anaonekana akikimbia chini. Wakati ambaye anatoka kwenye lifti, anamuona na kumsimamisha hapo. Anataka kuzungumza kuhusu tukio la usiku wa uchumba, lakini badala ya kumuomba msamaha, anamlaumu. Hii haiendi vizuri na anampiga teke kati ya miguu yake. Matokeo yake, anaanguka chini. Baadaye, wote wanakula nyumbani kwa Goria, lakini anaonekana kuwa na wasiwasi sana kuhusu habari za uchumba wa Time. Lakini Time anasisitiza kufunua zawadi yake ya siku ya kuzaliwa, na Goria anampa zawadi yake. Zilikuwa biskuti zilizotengenezwa nyumbani zikionyesha uso wa Time. Goria alizitengeneza mwenyewe. Time anamwamsha Oren na kumwonyesha jinsi biskuti hizo zilizofanywa na Goria kwa ajili yake zilivyo nzuri. Alikuwa akimwonyesha biskuti hizo, lakini Ren alikuwa amelala na kwa makosa akaumeza moja. Time anapigana naye kama mtoto kwa kufanya hivi. Baadaye, wote wanaonekana wakizungumza juu ya habari, ambayo inaendelea sasa hivi. Ni kifo cha mfanyabiashara tajiri zaidi nchini Thailand. Habari hii inaonekana muhimu sana kwa ulimwengu wa biashara kwani itakuwa na athari zake kwa biashara kubwa kama mama yake Time. Time anasafiri kuhudhuria mazishi ya mfanyabiashara huyo. Goria na Canning wanapewa jukumu la kutoa maua kwa ajili ya sherehe ya mazishi. Na Kavan anawafafanulia kwa nini biashara ni muhimu sana wakati huu. Kila mtu katika F4 anakuja kulipa heshima zao kwa marehemu pamoja na familia zao, lakini Time lazima ahudhuria mazishi na Lita kwani mama yake yuko nje ya nchi. Goria anakuwa na wasiwasi na huzuni, akiwaona Time na Lita wakiwa karibu. Pia anatoa huduma za chakula kwenye mazishi. Time anamwona akiondoka na anataka kumfuata. Lakini anaona jeraha kwenye mguu wa Lita, kwa hiyo anamchukua na kwenda kupumzika kwenye viti. Lita anaonekana akiwakera MJ na Kabin hapo. Baadaye, Time anazungumza na Lita kuhusu kuvunja uchumba huu kwani anapenda mtu mwingine na hawezi kumuoa. Baada ya mazishi, Lita na Goria wanaketi pamoja na Lita anamwambia Goria anataka kujua mapenzi ni nini kabla ya kuolewa na Time. Lita pia anakiri kwamba ishara tamu ya Time ya kumtunza tayari imemfanya ampende. Goria ana wasiwasi kusikia haya yote. Kufuatia hili, Goria anapofika nyumbani kwake, anamkuta Time amelala uwanjani. Alitaka kumwaga kaka yake. Anamwamsha na wanaingia ndani na wako tayari kula nyama ya mie ambayo ameleta kwa ajili yao. Lakini Goria anaonekana kuandika ujumbe kwa mtu kwenye simu yake. Time anapomuuliza anafanya nini, Goria anamwambia anapaswa kumuoa Lita na kwamba Lita anampenda sana. Anafikiri wameumbwa kwa ajili ya kila mmoja. Na zaidi ya hayo, Lita ni mzuri. Time anashangaa kusikia haya yote na anampeleka nje kuzungumza. Wakati wao anamuuliza nini tatizo na kwa nini anasema haya yote. Anajaribu kwa uwezo wake wote kuvunja uchumba huu. Goria anavunjika moyo na kulia, akisema ni vigumu sana kwa wote wao na ulimwengu wao ni tofauti sana. Zaidi ya hayo, Time hata kulazimika kupata maumivu haya kwa ajili yake. Ikiwa atakubali kumuoa Lita, itakuwa rahisi sana kwake. Gari jeusi linaonekana nyuma. Na walinzi wa Time wako hapa kumchukua kurudi nyumbani kwake. Kwa kweli, Goria mwenyewe aliwajulisha kuhusu Time, na Time alimpigia kelele, akimuuliza kwa nini amefanya hivyo. Walinzi wanamchukua Time kwa nguvu, na Goria anamgeukia na yupo katika machozi. Baada ya kuvunjika moyo na Gori, Time amekuja kumuona Lita nyumbani kwake. Anamwomba awe mpenzi wake. Lita anakubali. Baadaye, wote wawili wanaonekana wakibusu kwenye uwanja wa chuo. Goria anasikitika kuona haya yote. Wakati wengine wote wanashangaa, lakini Goria anaondoka mahali hapo kabla ya kuona Time akimsukuma Lita mbali naye, akimuuliza kwa nini amefanya hivyo. Kwa upande mwingine, Lita alikuwa na furaha sana baada ya kumbusu Time na akamwambia kwamba hii ni kawaida kwa wapenzi. Anasema zaidi kuwa anapaswa kuizoea. Kurudi nyuma wakati ambao Time alimwomba Lita kuwa mpenzi wake, alionekana kuwa na shaka kwamba Time hakuwa makini. Zaidi ya hayo, alifikiri lazima anamfanyia mzaha.
Habari hii ilisambaa kama moto wa mwitu na wasichana wanajaribu kumdhulumu Goria baada ya kuisikia. Kijana mmoja anamwokoa kwa kudondosha vitabu. Huyu ni Talai. Yuko hapa kwa kweli kulipiza kisasi dhidi ya Time. Anataka kulipiza kisasi kwa kaka yake Fufa, ambaye alidhulumiwa na F4 kwa sababu alikuwa anajaribu kufichua mchezo wao wa kadi nyekundu. Talai anataka kumtumia Goria kulipiza kisasi dhidi ya Time na ndiyo sababu anajaribu kumkaribia. Goria alimuuliza kama ana kazi ya muda kwake. Talai anamwambia anaweza kumsaidia na usambazaji na kwamba anaweza kuwa mke wake wa usambazaji. Baadaye, Talai anamvuta Goria karibu naye na kusema anaweza kuwa mke wake katika maisha halisi pia. Lakini Talai anasema hivi kama utani. Goria anakubali kazi na anaanza kufanya kazi na Talai kama msichana wa usambazaji. Lita anamwamsha na kumpeleka kwenye duka kubwa. Huko anamkuta Goria. Kwa bahati, anajaribu kuzungumza naye, lakini Talai anatokea kwenye tukio na wote wanaanza kusukumana. Goria anamwomba ajiepushe na mambo yake na anampeleka Talai pamoja naye. Anawafuata hadi kwenye eneo la maegesho ambapo yeye na Talai wanabadilishana maneno. Talai anajaribu kumchokoza ampige, lakini anaposhindwa kufanya hivyo, anatupa miwani yake mbali na kuanguka chini yeye mwenyewe. Kwa kweli, Talai anajaribu kuonekana hana hatia mbele ya Goria na anakasirishwa kuona haya yote. Goria anafika kwenye tukio akiwa na walinzi na anamuona akimsukuma Talai. Goria anajaribu kuzuia ugomvi na anampiga kofi usoni, akimwambia aondoke. Anamchukulia kama mhalifu katika hali hii. Kwa hasira, anatupa biskuti alizokabidhiwa na Goria kwenye dustbin. Baadaye, Goria anapata kadi nyekundu kwenye kabati lake. Anaonekana akidhulumiwa tena na inaanza kwa maboksi yakiangushwa juu yake. Wanafanikiwa kumpeleka kwenye uwanja wa michezo wa zamani. Anapigwa ngumi usoni na kuanguka chini bila fahamu. Ren anamfikia wakati huo na kumwokoa. Anawaonya wanafunzi wote hapo kwamba ikiwa jambo zito litatokea kwake, hatawasamehe. Ren anampeleka Goria kwenye gari lake na anapigia simu MJ. MJ anakaribia kumwambia kuwa Talai ndiye nyuma ya yote haya, lakini kabla hajasikia yote hayo, Talai anamfanya azimie. Baadaye, anapokea ujumbe kutoka kwa Talai akisema kama anataka kumwona Goria akiwa hai, anapaswa kuja kwenye mahali alipobainisha na aje peke yake. Anakimbia kupitia watu ili kufika kwa Goria. Baadaye, inaonekana kwamba Goria amefungwa kwenye kiti na kuwekwa mateka na Talai. Talai anamweleza Goria sababu ya kulipiza kisasi. Talai anamwambia Goria kuwa yeye ni ndugu wa Fufa, kijana ambaye alidhulumiwa na F4 kwa kujaribu kuwafichua, kwani tangu Fufa alidhulumiwa, maisha yake yalibadilika kutoka kuwa mvulana angavu hadi kutoweza kutoka kitandani mwenyewe. Baba yake ametumia pesa zake zote kwa matibabu yake na ndiyo sababu alifilisika. Wamepoteza kila kitu kwa sababu ya F4. Talai anaeleza jinsi alivyohaki database ya shule, akajisajili mwenyewe shuleni na kukusanya kundi la kupinga F4. Hivi karibuni anafika mahali ambapo Goria anawekwa mateka. Talai amempa kadi nyekundu na anataka ahisi kile ambacho Fufa alihisi alipopigwa. Goria anajaribu kumsimamisha Tali, lakini hasikilizi. Na wavulana wanaendelea kumpiga. Hataki kupigana, kwani amekubali kuwa itakuwa kushindwa kwake kimaadili ikiwa atapigana. Anajua amefanya kosa, na anapaswa kuvumilia yote haya sasa. Talai anakaribia kumpiga kwa kiti, lakini mwishoni, Goria anafanikiwa kujiweka huru kutoka kwenye kiti na kumfunika. Anapigwa kiti mgongoni na kuzimia. Siku kadhaa baadaye, Goria anaamka hospitalini. Alielewa kosa lake. Aliwatembelea waathiriwa wote wa kadi nyekundu na kuwaomba msamaha. Uren pia alitembelea hospitali ambako Fufa alikuwa akitibiwa na kumwomba msamaha Talai. Talai bado alikuwa na hasira nao, lakini baada ya yote, aliwasamehe pia. Baadaye, alimwomba Goria amtembelee nyumbani kwake ili kuona mtiririko wa nyota kwa msaada wa darubini yake. Alifikiri ilikuwa wakati bora wa kukiri upendo wake kwa Goria tena, na akampa mkufu ambao majina yao yote mawili yalikuwa yamechorwa. Alimwomba Goria awe mpenzi wake tena, lakini alisema hangeweza kufanya hivyo kwa sababu bado yumo katika uhusiano na Lita. Anashika kichwa chake kwa kukata tamaa, akijiuliza jinsi anaweza kusahau kuwa Lita bado ni mpenzi wake, lakini anaahidi kuwa hivi karibuni atakomesha uhusiano wake na Lita. Wanaketi pamoja, wakitazama anga. Baadaye, walienda kwenye chumba chake cha kulala, ambapo Goria alikosea nia zake na kudhani alikuwa anakaribia kufanya vitendo vibaya naye. Goria anampiga teke katikati ya miguu yake na kumpiga kitandani. Wakati yote haya yanatokea, Lita anaingia chumbani na kuuliza Goria anafanya nini hapo. Shangazi yu anajaribu kufunika tukio kwa kusema Goria ni mtumishi wa kibinafsi. Shangazi yu ni msimamizi mkuu wa nyumba na amekuwa akifanya kazi hapa kama mtumishi mwaminifu kwa miongo. Shangazi yu anamwelekeza Goria amlishe, naye anamchokoza anapotekeleza wajibu wake. Ren anamchokoza Goria pia kwa kupiga picha yake wakati anamlisha. MJ pia anaona hii ni ya kuchekesha, lakini Goria ana wasiwasi kuhusu kuwa peke yake kwenye duka la maua. MJ anamwambia asiwe na wasiwasi, kwani amemtuma Kavan kumsaidia Kaning na kazi za nyumbani kwenye duka.
Baadaye, Kavan na Kaning wanaonekana pamoja nje ya duka la maua. Thavan anamwonyesha jinsi ya kutengeneza vishada. Koning na Kavan wanazidi kuwa karibu wakati wanapotumia muda pamoja. Baadaye, Lita anatembelea nyumba ya Teme na tena anawafumba Teme na Goria wakicheka pamoja. Anaonekana kuwa na mfadhaiko mkubwa akitazama haya yote. Teme anamwambia Lita wanapaswa kwenda pamoja kwa mama yake na kumaliza uchumba huu, lakini anamwambia tayari amemtumia mama yake barua pepe na kumwomba ahamie nyumbani kwa kutoka sasa. Na mama yake ameidhinisha. Baadaye chumbani, anamuuliza Lita kama anafanya haya yote ili tu ashinde, lakini anasema anampenda na anataka kuolewa naye. Zaidi ya hayo, anaongeza kuwa ikiwa Goria atakuja katika njia yake, ataomba wazazi wake waharibu maisha ya Goria. Akiendelea mbele, pia anajitoa kwa akiwa nusu uchi, lakini anamfunika kwa blanketi na anamruhusu amvute kwa mkono wake. Pia anamruhusu aliye kwenye bega lake. Baada ya haya, Lita anamuuliza kama anajua athari ya kufuta uchumba huu kwenye biashara yao, na anapendekeza kuwa jambo bora zaidi litakuwa kuwa haraka iwezekanavyo, kama wazazi wake wangeweza kupendekeza. Siku inayofuata wanakutana na wazazi wa Lita. Baba wa Lita ni tajiri na ana uhusiano mzuri kibiashara na mama yake. Kabla hajasema neno, Lita anamkatiza na anaanza kulalamika kuwa ni mtu mkaidi na mtoto sana. Hawezi kumtunza na anawauliza wazazi wake wafute uchumba huu. Analia kwenye bega la baba yake, akieleza sifa za mtu anayetaka kuwa. Lakini kwa kweli, anakumbuka nyakati nzuri alizotumia pamoja naye. Baba yake anamfariji na anakubali ombi lake. Kwa njia hii, alimkoa na alichukua lawama yote juu yake mwenyewe. Hii inasababisha kufutwa kwa mipango yao ya uchumba. Goria anaonekana kwenye nyumba ya. Anampongeza kwa kushughulikia hali vizuri sana, na wote wanafurahi kuwa uchumba wake sasa umefutwa. Anapumzika kwenye paja la Goria kwenye kochi, naye anamshangaza kwa busu. Anaahidi kumshangaza zaidi katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, anamwomba busu halisi, akisema ya awali haihesabiki. Kwa hiyo wanabusu, na watumishi wote wanaonekana wakifurahi sana wakiwaona. Baadaye, Goria anapokuwa akirudi nyumbani, Ren tayari yupo na anajaribu kumzuia asiendelee. Lakini Goria anafika nyumbani kwake na anaona wanaume wakitoa vitu vyote nje. Anapojaribu kuwasimamisha, mtu mmoja anamwambia kuwa Roslyn amerudi na kununua ardhi hiyo, kwa hiyo sasa ni mali ya kundi la Parama. Kwa kweli, Rosalind anajaribu kumtesa Goria kadiri awezavyo ili amfanye aondoke kabisa. Baada ya haya, Rosalind anawakamata shangazi yu na watumishi wengine wakisogeza mali ya Goria kwa siri nje ya nyumba. Rosalind anaonyesha wazi kukatishwa kwake tamaa na anasema hakutarajia hivi kutoka kwa shangazi yu, ambaye amekuwa akifanya kazi kwake kwa muda mrefu. Akiona msaada wote kwa Goria, Rosalind anawakimbilia wote wanaomuunga mkono. Wanaume wenye suti wanaonekana wakiharibu duka la maua ambalo Goria anafanya kazi. Pia, rafiki yake Kaning anapokea simu kwamba baba yake amefutwa kazi ghafla. Baba wa Konig alikuwa anafanya kazi katika kampuni, na kwa amri ya Roslyn, kampuni ilimfuta kazi. Zaidi ya hayo, malipo ya benki yamezuiliwa na inasemekana kuwa atanyimwa na kampuni ya Parama. Roslyn yupo nyuma ya haya yote, kwani anataka kuvunja mifumo yote ya msaada wa Goria. Baada ya haya yote, Goria anakutana na Rosalind na anasalimu amri, akisema yuko tayari kumwacha kwa ajili ya ustawi wa marafiki zake wote. Lakini pia anasema kamwe hata kuwa sawa kama Rosalind anavyomtaka awe. Rosalind anataka wawe wachoyo, wajipendao na wenye tabia ya uonevu ili waweze kukabiliana na vikwazo vyote. Lakini Goria amembadilisha na sasa anawafikiria wengine. Pia amedhulumiwa na sasa ana moyo laini. Akisikia haya, Rosalind anamshinikiza kihisia, akidai kuwa ana ugonjwa wa hatari na atafariki hivi karibuni. Pia anamwonyesha Goria ripoti zake za matibabu za uongo. Anamfanya Goria amini kuwa kwa ustawi wake, anapaswa kurudi kwenye tabia yake ya zamani. Roslyn anaonekana kufanikiwa kupata Goria amini uongo wake. Baadaye, Goria anakutana na ambaye anafurahi kumuona na anasema amembadilisha sana na kwamba atawendesha kundi la Parama kwa tabia yake mpya. Hatafanya kwa ubinafsi kama mama yake anavyotaka afanye, lakini mvua inapoanza, Goria anapendekeza waachane. Na kwamba amechukua hundi kubwa kutoka kwa mama yake. Hamwamini, lakini anaendelea kusisitiza kwamba yeye daima anatafuta pesa zake na anajua kuwa ni mtoto na mpumbavu. Anajaribu kumrudishia loketi yake ya nyota angani, lakini anaipiga mbali. Loketi inaanguka karibu na mfereji na anaonekana akilia chini. Baadaye tunamwona Goria kwenye kituo cha treni akirudi kijijini kwake. Anafanya haya yote ili kuondoka maishani mwake milele. Shangazi yu amekuja kumwaga na kumkumbusha Goria kuamini katika nafsi yake. Alimnasihi zaidi Goria ajue jinsi alivyo na nguvu ndani. Wakati Goria anaondoka kijijini kwake kwa mara ya mwisho, hakuna haja ya ripoti za uongo za matibabu za Roslyn na anazichoma. Time sasa amekuwa mtu ambaye Roslyn alitaka daima awe. Anahutubia mkutano na anafanya maamuzi yote kwa manufaa ya kundi la Parama kwa ubinafsi. Na hajalipa fidia kwa hasara ya mshirika wake. Dada yake Tia anajaribu kumkemea, akitaka kumfanya atambue kuwa wakati aliokuwa na Goria ulikuwa bora kuliko huu. Lakini bila mafanikio, hakuna anayemsikiliza.
Baadaye, Ren anaonekana bado akimtafuta Goria kwani hawajui jina la kijiji chake. Ren anapata dokezo kuhusu Goria na anaenda moja kwa moja kwa Time. Anajaribu kumfanya aelewe kuwa kama Goria alichukua pesa zote kutoka kwa Roslyn, kwa nini angeishi maisha ya kawaida kijijini? Lakini Time hajali mazungumzo yake na wanabadilishana mapigo machache. Kwa sababu hiyo, Ren anasema hatakaa nje ya uhusiano wa Goria na Time. Zaidi ya hayo, Ren alisema angejaribu kumkaribia na kumpendekezea Goria awe mpenzi wake. Kuendelea hadi siku ambayo Goria anakutana na Time. Kwa kweli, hii imetokea kwa sababu ya juhudi za pamoja kutoka kundi la F4. Ren amemfanya Goya aelewe kuwa Rosalind si mgonjwa na kwamba anacheza tu naye. Kwa upande mwingine, MJ na Kavan walimfanya Time atambue kile mama yake alichomfanyia Goria. Kwa hiyo Time alihisi alikuwa anafanya makosa hapo awali, kuwa binafsi na kuwasilisha katika mkutano na mpango mpya. Mpango huu unakusudia kuwasaidia washirika wa Parama katika wakati huu mgumu. Ingawa kundi la Parama linapata faida ndogo binafsi, kila mtu anamsifu Time kwa mpango wake mpya. Mkutano unaisha na anakimbilia kumwona Goria, lakini anapita uso wa kawaida na anarudi nyuma kuchunguza usalama wa mama yake. Mtu huyo alikuwa akiteseka kwa hasara kubwa kwa sababu ya sera za kibinafsi zilizotolewa na Time hapo awali na alitaka kulipiza kisasi kwa kumchoma Roslyn kisu. Time bila kutarajia anamfunika na anachomwa badala ya Roslyn. Time anapelekwa hospitalini, lakini Roslyn bado ana wasiwasi juu ya biashara yake na anamwacha Time hospitalini. Tia anamkabili Roslyn, akisema huu sio ajali. Yote yametokea kwa sababu ya makosa yake na anapaswa kuona aibu. Kurudi nyuma kwa wakati, Time amefika kijiji cha Goria. Anaona watu wamekusanyika karibu na nyumba yake kuuliza pesa ambazo shangazi yake amewaibia. Ren anawalipa kwa niaba ya Goria na anaahidi kumlipa fedha zake hivi karibuni. Baadaye, Ren na Goria wanaonekana wakiongea juu ya daraja. Ren anapendekeza kuwa Goria awe mpenzi wake, lakini anakataa. Hii inaonyesha bado anampenda Time. Ren anatathmini hali na anamfanya atambue kuwa Roslyn amemlaghai na kwamba Roslyn si mgonjwa. MJ na Kabin pia walimfanya Time atambue kuwa Goria hana hatia. Time anaonekana akilia kwenye bega la rafiki yake. Anakiri bado anampenda Goria. Goria, akisikia hii kwenye simu, anaonekana na machozi na anakubali kusafiri tena na Ren kurudi katika maisha ya Time. Baadaye, Time anaamka hospitalini lakini hakumbuki chochote kutoka miaka 4 iliyopita, pamoja na Goria. Goria anajaribu kukutana naye hospitalini, lakini anashindwa kumtambua. Baadaye, katika jaribio la kumfanya Time akumbuke Goria ni nani, anaingia kisirisiri katika chumba chake na kumwambia atulie. Anamwonyesha picha zao zote kutoka kwenye tarehe ya hifadhi ya wanyama na vitu vya kukumbuka alivyomnunulia. Lakini Time bado anakataa kumtambua na anasema yeye ni mlaghai tu anayejaribu kuwa mtu anayemjua. Hii inamkasiririsha Goria, naye anampiga teke tumboni na kumshika kwa kola kwa njia ile ile aliyofanya siku ya kwanza walipokutana. Hii inachochea kumbukumbu za zamani katika akili ya Time, na Goria anajaribu kumfanya akumbuke yote. Lakini ghafla, Roslyn anafika na kuwaambia watu wake kuondoa Goria nyumbani na wasimruhusu aingie. Milango ya nyumba ya Roslyn inafungwa usoni mwa Goria, lakini anasimama hapo. Akipinga kimya dhidi ya ukosefu wa haki, Roslyn anaguswa na imani thabiti ya Goria katika upendo wake. Kumuona Goria akisimama pale kwenye mvua kunayeyusha moyo wa Roslyn. Wakati Roslyn anafika chini na anakaribia Goria, Time anamfuata lakini bado hawezi kumtambua Goria na anampiga kelele aondoke nyumbani kwake. Wakati Time anaanza kuondoka, macho yake yanaangukia kwenye loketi ya Meteor na anakumbuka mambo mengi kuhusu Goria. Mama yake anapiga kelele kwa furaha kwamba miujiza hutokea na anaamuru walinzi wafungue lango. Time anakimbia kuelekea kwa Goria na kulala kwenye paja lake kama alivyofanya mara ya kwanza walipofungwa kwenye chumba. Wote wanalia kwa furaha na baadaye Time anaweka picha yao kwenye mitandao ya kijamii. Tatu anaiona pia na anafurahi sana kwa ajili yao. Time anasimamia mambo yote ya biashara ya Parama vizuri. Goria anakaribia kukamilisha mwaka wake wa mwisho. Na Time anaondoka kwenda Marekani kufunika hasara ambazo kundi la Parama limepata hapo awali. Goria anamwaga Time uwanja wa ndege na anasema atamkosa. Roslyn na Tia pia wanaridhika na Time na Goria sasa. Baada ya mwaka mmoja, Time anamshangaza Goria usiku wa sherehe ya prom kwa kumtembelea. Anacheza na wanachama wote wa F4 na ana flashbacks za kila kitu kilichotokea katika miaka iliyopita. Kuanzia na Ren, anakumbuka mara ya kwanza alipomkoa na pia anakumbuka kumwaga wakati alipoondoka kwenda Ufaransa. Anakumbuka Hana na mkutano wao wa mwisho. Akiendelea kwa MJ, anatambua jinsi alivyo na moyo laini nyuma ya kinyago chake cha mafia. Pia anakumbuka mambo kuhusu Kavin na maisha yake ya upendo na Koning. Anakumbuka pia nyakati nzuri alizotumia na Time. Mwishowe, anatafakari juu ya upendo wa maisha yake. Time kutoka siku ya kwanza walipokutana hadi mapigano ya basi na nyakati zao pamoja na Time akimukoa kutoka kwa wanaomtesa. Asanteni, endelea kufuatilia story nzuri hapa Mastori 24. Usisahau kukomenti, kulike na kusubscribe chaneli yetu.